Ni kweli kabisa. Cha kwanza ni eneo zima, eneo la kiufundi, eneo la mbinu, ndio eneo ambalo limeweza kuamua mechi ya jana, kwa sababu cha kwanza kwenye aina ya mpango wa mechi, umeelewa? Tunasema mpango wa mechi nikiwa na maana ipi? System ya uchezaji ya timu na timu Yanga pamoja na Simba, the way ambavyo wameingia kwenye mchezo. Simba wao wameingia na viungo wengi kwenye timu, yaani hawajaingia tofauti sana na mchezo uliopita uliowakutanisha wenyewe kwa wenyewe, dabi ile ya kwanza ambayo ilichezwa pale pale Amani, ambayo iliisha kwa sare ya bila bila. Simba waliingia bila mshambuliaji asilia, waliingia na force number 9, na mchezo wa jana pia wamekuja vile vile. Na Young Africa mchezo uliopita na wao waliingia na mshambuliaji kama kawaida, na jana wameingia vile vile. Sasa utofauti uliko wapi? Utofauti ni katika eneo zima la umiliki wa mpira wa mchezo. Simba kwa kujaza kwao viungo wengi kwenye timu walikuwa na hiyo advantage ya kumiliki sana mpira kuliko Young Africa ambao walikuwa wao wana viungo asilia wachache. Walikuwa wanamtumia pembeni Okelo, pembeni Zengeli, pembeni Pacome, alafu Okelo kama namba 10. Lakini ukimwangalia Pacome, ukimwangalia Max, ukimwangalia Okelo, ni aina ya viungo ambao wengi wao wanapenda kuombea mipira pembeni ya kiwanja, yaani hawapendi kuja katikati ya kiwanja. Sasa Simba aina ya viungo wao Anset Ula, Clatous Chota Chama, Eli Mpanzu, sijui ukimwangalia Libasa, ni watu ambao wanapenda kuombea mipira ndani katikati ya kiwanja. Kwa hiyo walikuwa zimekutana timu mbili tofauti ambazo Young Africa wao wanapenda kuustretch uwanja, kucheza kwa mapana. Simba wanapenda kuufinya, wanaufanya uwanja unakuwa mdogo. Sasa Simba walifanikiwa kwa sababu wao walikuwa wanajaa zaidi katikati ya kiwanja. Kwa hiyo ilikuwa inawapa shida sana Yanga kwenye kumiliki, kwenye kuposesi mpira. Na ndio maana kama uliangalia kipindi ambacho Young Africa walionekana na wao kucheza ni kipindi ambacho aliumia Anset Ula, akaingia Selemani Mwalimu, ambao pia Simba pia wakawa na wao wamepunguza kiungo mmoja, wameingiza mshambuliaji pale. Timu nafikiri na wao Simba timu yao ikawa wazi. Kwa hiyo pale ndo mpishano ulipotokea, Simba wanakuja, Yanga wanakuja. Sasa sehemu ambayo mwalimu Pedro wa Young Africa alipofeli na mwalimu Steve Barker alipofaulu ni baada ya kuanza kufanya substitution za timu zao, kwa sababu substitution za Young Africa zilionekana kufeli, alafu za Simba zilionekana kufanya kazi, kwa sababu Simba katika watu walioingia Selemani Mwalimu aliingia, pamoja na Mligo pia aliingia, ambaye ndio watu ambao mmoja kafunga, mmoja kupitia yeye ndio ikatengenezeka hiyo nafasi ambao pia walipata hiyo penalti, kwa sababu ulipigwa pasi ndefu ya kuchopu na Libase. Mligo yeye akataka kushuti, pila ukaondoka, akakosa, akamrudia Chama, ndio inatokea mkwaju wa penalti. Kwa hiyo katika eneo hilo la kiufundi ni eneo ambalo mwalimu Barker aliweza kumuini mwalimu Pedro kwa yeye kwenye sabu zao walizofanya, ila mpango wa kwanza wa mechi unafikiri ulikuwa 50-50, sababu tuliona kuna wakati ilikuwa mashambulizi ya kupishana, lakini Steve Barker utamsifia kwa sababu ya kuweza kuwa maintain Young Africa, kwa sababu kabla ya mchezo unajua watu wengi walikuwa wamewapa sana nafasi Young Africa, na kile kilichoenda kutokea ndani ya pitch nafikiri kilikuwa tofauti sana na watu wengi ambacho walichokifikiria. Sasa katika eneo hilo huwezi kuacha kumpa sifa mwalimu. Na unaona kabisa mwalimu Steve Barker amechanga karata zake vizuri kwenye kuipanga timu yake kwenye first half na second half pia amerudi vizuri, na hata substitution ambazo alizofanya za Steve Barker zilienda kutatua matatizo na kuleta solution jawabu, lakini substitution za Pedro zilienda kuongeza matatizo, yani hazikwenda kutatua matatizo. Kwa hiyo kama aliona matatizo, sasa sabu alizofanya baada ya zikatatue matatizo zikaenda kuongeza matatizo, kwa sababu Azizi ni mtu ambaye unajua, mtu mchezaji mzito sana, piga pasi, anapiga sana back pass. Ukimwangalia mtu kama Edmund ndio mtu ambaye pia alienda kusababisha hiyo penalti tunasema ambayo imezaa goli. Ukimwangalia Duke Abuya ameingia, lakini hakuonekana Duke Abuya yule ambaye watu wengi tunamfahamu. Inawezekana hata yeye
yani hakuwa amejiandaa kisaikolojia kwa ule mchezo kuanzia benchi. Unajua kuna mchezaji kila siku anacheza na uhakika wa kucheza, anajua kabisa mimi kesho naenda kwenye dabi, naenda kucheza. Yani anajua kabisa mimi nipo nacheza. Alafu unakuja kumsurprise na benchi, umeelewa? Kwa hiyo yule unaanza kumharibu kisaikolojia tangu wakati upo katika benchi. Kwa hiyo ukimpa nafasi ya kwenda kucheza anakuwa tayari kama ameshanyong'onyea. Kwa hiyo hata Duke pia sikuona kitu chake bora ambacho ameweza kukifanya. Kwangu mimi eneo hilo ndo eneo ambalo pia mwalimu Pedro alilifanya akaenda kuiua kabisa mechi yake hapo kwenye substitution. Alafu sikuelewa kwa nini aliwatoa hao akina Pacome, aliwatoa akina Yao Kwasi, aliweza kumtoa nani huyu Mudathiri, Alan Okello, yani aliwatoa watu ambao unaona hii sasa si ndo Yanga yenyewe. Kwa nini anaenda kuua timu? Kwa sababu siku zote unajua inawezekana Simba na wao walikuwa wanacheza wanawashambulia Yanga, ila na wao walikuwa wanacheza kwa uoga vile vile, huku wanakuwa na nidhamu. Wanajua kuna Alan Okello, kuna mtu kama Mudathiri, kuna mtu kama Pacome Zouzoua. Hawa watu wakipata tukiwaachia tu wanatuumiza, wanatufunga. Sasa unavyowatoa wale alafu unawaingiza watu kama akina Azizi Ndambwile, unawaingiza akina Edmund John, unawafanya hata Simba nao wana feel comfortable, mabeki wao wana relax tena, kina Rushain, umeelewa, kina mtu kama Tule, wanajua sisi tayari hapa nyuma kuna haueni ambao tumepewa. Ndio maana uliona ile mwishoni mafuriko yakawa yanakuja, kwa sababu hata Simba waliona kabisa kwamba tukisema hii mechi tusiwaforce hawa tuwafunge tuende penati, hawa Yanga wana kipa mzuri wa penati ambaye ni Diala, wanaweza wakatufunga. Hebu sisi tuforce hapa dakika 90 tuwafunge, kwa sababu kocha wao tayari timu yake ameshaiharibu, tuwafunge. Na hata kama unawezekana basi ukasema okay, pengine wangekuwepo, labda walichoka na nini, kwa sababu kwa zile dakika 30 kwa akili ya kawaida tu zilikuwa zikiisha zinaenda kwenye mikwaju wa penalty. Sasa haiwezekani mwalimu, unaona kabisa Alan Okello ni mzuri kwenye penalty, Pacome mzuri kwenye penalty, mtu kama Mudathiri atakupigia penalty nzuri. Sasa unawaingiza akina Azizi Ndambwile, akina Edmund John, yani hata ingetokea sasa ndo wameenda mikwaju wa penalty na kuaje, kwa sababu wale akina Okello ndo penalty zenyewe zile unaona. Yani kwa hiyo kwa mpaka muda ule alivyofanya substitution, Pedro alikuwa amejiua mwenyewe na alikuwa ameshaiua Young Africa kwa sehemu nyingi sana. Hata ingeenda hiyo mikwaju wa penalty tunaosema, okay, Diala angedaka, lakini mfungaji sasa nani? Ikiwa wapiga penalty wote mwalimu umewatoa, kwa sababu pale walimu wengi muda ule ndo unatakiwa waache wapiga penalty, ujue kabisa ile penalty. Sasa sikuelewa nini ambacho alikuwa amekimaanisha mwalimu Pedro, na hapa mimi ndo sehemu ambapo kila siku nasema mimi nina mashaka sana na uwezo wa mwalimu wa Young Africa Pedro. Mimi kwanza sijawahi kuwa kocha wangu bora siku zote. Kwa kifupi humkubali? Mimi sijawahi kumkubali kwa sababu nilishaulizwa hili swali kati ya Pedro na Steve Barker, unaenda na nani? Mimi nikasema naenda na Steve Barker, kwa sababu Steve Barker anaweza yeye akafanya kazi kama yeye, ila sasa ili upate hata hiki kitu bora ambacho sasa hivi tunakiona kwa Yanga kwa hizi mechi 2-3, manake hapa kuna Mwalimu ambaye amekuja kuongeza kitu. Kwa maana mimi ili nimpate Pedro aliye bora lazima awe na Mwalimu, umeelewa? Sasa ndo maana hapo, sasa ndo maana mimi siwezi nikamweka katika walimu wangu bora, kwa sababu alivyosimama yeye kama yeye na msaidizi wake tu tuliona ambapo chombo kilienda mlama, lakini at least alivyokuja Mwalimu tukaona amestiki. Kwa hiyo pale kuna akili mbili zinatumika. Kwa kiufupi kwamba tuzungumze, jana kufungwa kwa Young Africans kumechangiwa na kocha mkuu. Pia yani wa kwanza Mwalimu, alafu wa pili wachezaji wenyewe wa Young Africa. Yani katika kitu ambacho wachezaji wa Yanga pia kitawaumiza na kitawatesa wasipokibadilisha hiyo mentality kichwani mwao, ni kuamini kwamba wao ni bora sana kuliko Simba, na hiko kitu kinaanza kuaminishwa kuanzia kwa viongozi wao mpaka washabiki wao. Yani wanaenda kucheza na Yanga kama vile wanaenda kucheza na Mashujaa, sijui yani na Simba kama anacheza na Mashujaa, kwa sababu wanakuja sisi tumewafunga mara kadhaa. Yani wanaenda na rekodi zile kichwani. Sasa rekodi huwa hazichezi, umeelewa? Alafu wanatakiwa wajue, nafikiri baada ya mechi ya jana kuna tayari wameshajifunza kuelekea mechi ya tarehe 3, kwa sababu mechi ya kwanza
walishaoneshwa kabisa taa nyekundu kwamba kuna hatari. Hawa Simba sasa hivi sio wale ambao tumewazoea. Simba sasa hivi wameanza, timu yao imeanza kujipata mechi ya kwanza. Kwa hiyo wakahisi tu labda ndo kipindi kile wanasema hawapo vizuri, sijui akina Pacome hawapo. Sasa walichokutana nacho pia Yanga jana, inatakiwa wajifunze kuelekea mechi zinazokuja. Wasiamini kwamba wao ni bora kila siku kuliko Simba. Yaani timu zozote duniani, hata wao Yanga walianza kuwa walivyoanza kuchukua ufalme kwenye ligi kwa hii misimu minne mfululizo, ilikuwa hivi. Simba walikuwa ndo bora wao, lakini baadaye Yanga wakawa wanakuja wanabishana nao. Yani Simba nao walikuwa waamini kama labda ndo sisi ndo tunapotea hivyo, Yanga anakuja. Kwa hiyo hata Yanga inaweza ikawa hivyo hivyo, yani ikawa kumbe wanashuka kila siku, alafu Simba wanakuja, mwisho wa siku Simba anakaa juu, alafu hawatoamini kwamba hii ndio imekuwa kweli, kwa sababu mpira ndio upo hivyo duniani kote. Kwa hiyo bwana Mnolelo, naamini kwamba viongozi wa Yanga wanapaswa kumtimua kocha Pedro ili kuweka Yanga salama kabisa, na wamechelewa. Yani nafikiri wanamlea, yani wanamlea, na sijui kwa nini waliweza kufanya uamuzi ule wa kumletea Mwalimu afu yeye akabaki, kwa sababu statement yao Saidi ilisema wazi kabisa kwamba katika sehemu ambayo ina matatizo, walivyofanya tathmini ya timu yao waliona ni eneo la benchi la ufundi. Yani walikiri hilo lina tatizo. Alafu kuna kauli walisema ya kwamba huyu kocha aendani na falsafa yetu sisi. Sasa mnaendaje timu na kocha ambaye aendani na falsafa yetu? Vipi kama Yanga wameamua kulinda mkataba ambao wanao, nadhani ana mwaka mmoja mkataba wake, sio? Na tunaelekea mwisho wa msimu. Vipi kama wameamua kumweka ili waweze kutuliza hiyo ghasia ili mwisho wa msimu ukiisha basi aondoke moja kwa moja? Okay, kwa hiyo sasa inabidi maana yake hapo Yanga wamekubali. Yani wamekubali kupoteza, hata wakipoteza kila kitu ili kulinda mkataba, na ndio maana wamemweka mtu ambaye atakuwa naye pale. Ndio maana nasema, kwa hiyo sasa tukubaliane kwamba na wao Yanga wapo tayari kupoteza kila kitu kwa ajili ya kulinda mkataba. Maana yake sasa huyu atawafelisha. Ndio ile kipindi kile tunasema kwa Romain Folz kwamba huyu bwana mwisho wa siku atawatoa kwenye groups. Unakumbuka zile game kaenda kula akachukua 2, ndio huyu atatutoa hata group stage tusiende, ndo akamtimua. Kweli wamekuja watu wamepindua matokeo. Kwa hiyo kocha mbovu siku zote fukuza. Mkataba wa mwaka mmoja kwa kocha Young Africa hawashindwi kuuvunja. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo unavyoangazia kiundani, mara nyingi unazungumza na viongozi mbalimbali, wadau, wachambuzi wenzako, unamuona Pedro akiendelea kuhudumu kwa muda mrefu? Inawezekana ikawa mechi ya tarehe 3 ikawa ya mwisho. Ikawezekana mechi ya tarehe 3 asiposhinda. Unamwona Yanga akifungwa bara na Pwani? Anaweza kufungwa vizuri tu kama akicheza vile kama alivyocheza, kwa sababu ubaya wa mechi ya tarehe 3, Simba confidence imeshakuja kwao. Mechi ya juzi walikuwa wanacheza hawana confidence kabisa, yani kama ni watu ambao yani hawaamini, pressure. Sasa mechi ya tarehe 3 confidence itarudi na Yanga anaingia kwenye pressure. Alafu kibaya zaidi, bora yani hali ya hewa itulie, ila kama tayari mle ndani kuna mtafutano, yani unajua ile bwana, wewe ndio umesababisha, zikianza hizo hawachomoki Yanga. Kuna mtafutano umeshaanza ama? Sasa ndio maana nasema kama wakianza mle mtafutano ndani kutupiana, bwana wewe ndio umesababisha, kuelekea mechi ya tarehe 3 itakuwa ngumu zaidi kwao. Ila wakijipanga vizuri, wanao uwezo wa kupindua meza, kwa sababu Young Africa bado wana timu nzuri sana. Shida tu ipo hapo kwa mwalimu. Mwamuzi Mkenya umemwonaje kwenye mechi ya jana finali? Mimi kwangu mwamuzi 100%. Hakuwa na makosa yoyote ya kibinadamu. Wengi wanaamini kwamba kulikuwa na maeneo ambayo ilistahili kutoa kadi ya njano lakini hakutoa. Swali zuri Saidi, safi. Na mimi nilikuwa nataka kweli niwaeleweshe watu kuhusu zile. Unajua yule mwamuzi ukimuuliza, hata akikaa pembeni, ukimwambia zile faulo zile zilitakiwa utoe kadi usitoe kadi, atakwambia zile ilitakiwa nitoe kadi. Sio, unanielewa? Yaani ukimuuliza kabisa atakwambia zile faulo zilikuwa nitoe kadi. Alafu muulize kwa nini hujatoa kadi, atakwambia. Yule muamuzi kwa nini mimi nimempa 100? Yaani yule ni muamuzi ambaye anaujua sana mpira, nilichokigundua mimi kwake jana. Yaani ukiacha tu yule uamuzi kwa refarii,
ila anaujua mpira na anaufuatilia na anajua kwenda nao, kwa sababu ndio maana hata katika faulo hizi za kawaida unaweza ukacheza faulo ya nje ya boksi na ndani ya boksi. Faulo ile ile ambayo utacheza nje ya boksi itapigwa filimbi ya faulo. Faulo ile ukicheza ndani ya boksi unaweza usipigiwe filimbi ya penalti. Si unaelewana? Kwa sababu ya haya maeneo yalivyo nyeti. Umeelewa? Sasa mechi ya dabi, mechi za dabi hautakiwi refari kuzichezesha kama mechi za kawaida. Yaani kama mechi ile ya labda Mtibwa na Yanga, sijui Simba na Majimaji, ndo dabi uichezeshe hivyo. Faulo ambayo unaweza ukaiona kwenye mechi ya Simba na Majimaji, unaweza ukapiga filimbi, alafu kwenye dabi usipige filimbi, kwa sababu mechi yoyote ikishakuwa ya dabi alafu fainali kubwa, obviously hiyo mechi lazima migongano zaidi itakuwa mikubwa tu, watu watafikana. Umeelewa? Kwa sababu watu wanacheza kwa nguvu, watu wanapambana muda wote, watu wanakimbia. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mechi ya namna ile lazima ile migongano, zile faulo zitakuwa nyingi, unatarajia zile zitakuwa nyingi. Unaelewa Said? Yeah. Sasa ukisema kila faulo kama ile utoe kadi, si unamaliza timu nzima ile? Alafu sasa utawapa wachezaji uoga, watakuwa wanacheza mpira bila uhuru. Sijui unaelewana? Yaani utaiharibu mechi, ndio tunasema. Kuna wakati unajua mikadi nayo ikiwa mingi kwenye mechi kama ile unaharibu mechi refari. Umeelewa? Kwa hiyo refari alijua hii dabi. Na dabi fuatilia duniani kote Saidi. Sisi tumefuatilia mpira tangu miaka hiyo. Wakati huo Arsenal timu yako na timu yangu Man United, Patrick Vieira na Roy Keane mpaka wanapigana ngumi, watu wanakunjana, hamna nyekundu wala hamna refa, twendeni. Anawaita jamani, acheni twendeni. Umeelewa vizuri? Vile ndo dabi inavyochezeshwa. Sasa mtu mwingine yaani kama ajui kama kuna utofauti wa mechi ya kawaida na mechi ya dabi. Yaani mechi ya dabi ukitoa kadi ovyo ovyo unaharibu mechi. Sio kwamba refa zile alikuwa haoni, alikuwa anaona. Na pale Damaro kwa mfano ndo ambaye kalalamikiwa sana. Damaro alikuwa anacheza faulo ya 3 anakula yellow card. Ndio maana refa, alafu sijui kwa nini hivi kweli hawajui. Hata Ulaya wange refa anaweza akatoa kadi mara nyingi faulo ya 3. Ndio hiyo ukicheza haina mjadala, ila ya kwanza na ya pili refa anaweza kukuonya. Yaani sio ukicheza kisa faulo ya pili tu ndo yellow card lazima. Yaani kuanzia ya 3. Ndio maana kama umeona Saidi, sometimes unaweza kuna refa anatoa kadi, anakuhesabia 1, 2 na hii. So umeona? Yaani anakuambia ulicheza pale, ukacheza pale, ukacheza na hii. Akwambii tu ulicheza pale na hii. Atakuonesha 2. Yaani nimekuacha ile na hii nakupa. Umeelewa? Sasa watu walitaka tu Damaro ile ya pili kadi. Sawa, kwa sababu unataka uangalie mtu wenyewe nani? Yule Damaro. Ndo ujue marefa nao walivyo. Hata mnavyofundishwa marefari mkiwa darasani, mnaambiwa kila mechi unaenda kuchezesha Saidi, lazima kwanza ujue tabia ya kila mchezaji mmoja mmoja hizo timu unazoenda kuchezesha. Yaani umjue bwana Beni yuko hivi, Saidi yuko hivi, sijui Prince, tabia zao kila mmoja ujue tabia yake. Kwa hiyo unaenda kumchezesha unajua kabisa Damaro mcheza rafu, ndo tabia yake ipo hivi. Kagoma ana tabia hizi. Kwa hiyo refari unakuwa unamjua huyu mtu wa namna gani. Kwa hiyo unajua kabisa hata akicheza ya kwanza unajua huyu ngoja kwanza nimuone. Au hata Kagoma naye kaenda kumfetua Pacome ile. Sasa kwa mfano yule refa ingekuwa ndo kila saa kadi tu, si zingetembea njugu mle. Lakini angalia alivyo manage mchezo, alikuwa anashusha tempo yake chini, anashusha pressure ya wachezaji, panic, anazungumza nao, akabalance mechi haijaharibika, mechi imependeza, kamaliza mechi, kaweka tuta, kila mtu kampa mkono refari, tunashukuru umechezesha vizuri. Ila sasa watu walivyokuwa wanataka achezeshe ndo angeharibu ile mechi. Kitendo cha Simba kuweza kung'amua ama kupata tuzo nadhani takriban zote za mashindano amechukua Simba. Hii inaashiria nini? Mwalimu ameweza na goli ngapi? 3. Na Dube 3. Kwa nini amepewa? Nafikiri labda sijajua, ila nafikiri sijui kwa sababu timu yake imechukua. Kwa sababu mwalimu alikuwa na bao moja na penalty. Nafikiri labda kwa sababu timu yake wamekuwa mabingwa nafikiri. Kwa sababu Dube si hana penalty. Hana penalty. Kwa sababu ingekuwa kisheria na kanuni za ligi Dube ndio angepewa kipaumbele kwa sababu hajapiga penalty. Sasa kanuni za kule sijajua hapo wametumia kigezo kipi.
na ndio maana nikasema nafikiri labda kwa sababu wamechukua ubingwa. Kauli ya Ahmed Ally kwa marefa wa Tanzania ina afya kwa mpira wetu? Kusema kweli nafikiri Ahmed anajulikana, ndio maneno yake mzungumzaji, ila mimi tu kwangu kama mimi hapa bwana, ndugu yangu mimi sitaki kumzungumzia yeye. Kama mimi, marefa wana cha kujifunza na vile vitu alivyoongea Ahmed. Ameongea viwaume, si unaelewa? Mechi 2 dabi mfululizo wanachezesha wageni, kachezesha mgeni jana, hajaribu mechi, yaani imetoka penati dakika za mwisho, afu mpaka waliotolewa penati wenyewe wamelizika, ambapo refari Mtanzania afuniki ile penati dakika zile. Yuko sawa kabisa. Kauli ya kuzungumza kwamba waamuzi wa Tanzania, hakuna mwamuzi yoyote ambaye angechukua maamuzi yale. Hakuna. Mimi mwenyewe nimeona kuna baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba amna wangefunika. Hakuna, yaani mwenye ujasiri huo, kwa sababu mimi nataka nikupe matukio mawili yanayofanana na scenario ile ya mwishoni. Goli la juzi la Mwalimu lile limekataliwa kwa sababu limefungwa mwishoni. Yaani goli ndo hapa unafungwa, ndo kafungwa hapa, si Yanga? Hapana. Alafu kama kuna penati ya ilikuwa ni Depu, si ndio? Mechi na Azam anapiga chenga, si ndio? Dube anapiga chenga, anakuwa anachanga Depu, ile kupiga chenga ile penati imekataliwa kwa sababu mwishoni, ndio ilikuwa penati, mpira umeisha, wakaona mwishoni nani atoe penati, mechi nisha balance bila hapa afungwe mtu. Kwa hiyo sisi kosa kubwa la waamuzi wetu ni kutakaga kubalance, na matukio hayo mengi ambayo wanauma yanakuwa mwishoni. Ndio maana mimi mwenyewe naamini kwa marefari wa Bongo kashapeleka mzani bila vile, anaona hapa ngoja niishe bila, wakamalizana kwenye matuta. Sasa kubalance unamnyima mtu haki yake. Kwa hiyo marefari wa Bongo pale wamechukua somo kubwa mno. Yaani wewe fuata sheria, afu mpira ukiisha kama hivi sisi tutajadili penati ya halali au sio halali. Si umeona bwana Mkenya kaondoka na kijiji chake. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.